Usiku ule haukuwa wa kawaida. Baridi kali ilitanda, upepo mkali ukipuliza. Vijana 7, Amani, Brian, Saidi, Hamisi, Juma, Tito na Neema hawakujua kwamba huo ungekuwa mwanzo wa mateso yao. Walikutana jioni ile kwenye kibanda cha chipsi pembezoni mwa mji, wakipanga safari ya kutafuta kazi mashambani. Tangazo liliahidi malipo makubwa kwa kazi ya muda mfupi. Kwa vijana waliokuwa wamekata tamaa ya ajira, hilo lilionekana kama baraka. Lakini haikuwa baraka kama walivyozani. Walipofika eneo la makutano, lori kubwa jeusi lilikuwa likiwasubiri. Wakaambiwa wapande haraka kwa sababu safari ilikuwa ndefu. Bila wasiwasi mkubwa, waliingia. Dakika chache baadaye, harufu kali ilianza kujaa ndani ya lori. Amani alikuwa wa kwanza kuhisi kichwa kinazunguka. Aliwaambia wenzake, kuna kitu hakipo sawa, alijaribu kusema. Lakini ilikuwa tayari, wameshachelewa. Walijikuta wamelala usingizi. Walipoamka, walijikuta wamelala chini kwenye banda la mbao. Mikono yao ilikuwa imefungwa kwa kamba ngumu. Milango ilikuwa ya chuma. Walihisi sauti za watu wakitembea na mbwa wakibweka. Neema alianza kulia. Sauti nzito ilisikika nje ya banda. Karibuni kwenye shamba. Hapa hakuna jina, hakuna huruma. Mtafanya kazi mpaka mtakapochoka, au mpaka pale ambapo hatutawahitaji tena. Mlango ukafunguliwa kwa kishindo. Wanaume 4 wenye sura ngumu waliingia. Walikuwa wamebeba fimbo na bunduki. Brian alijaribu kusimama. Fimbo ilimshukia mgongoni bila huruma. Hapa hakuna kufanya chochote bila ruhusa. Ndipo walipogundua walikuwa mateka. Walifunguliwa kamba, lakini wakafungwa minyororo ya miguu. Wakaongozwa nje ya banda. Ndipo walipoona msitu mkubwa ulizunguka eneo lote. Katikati yake kulikuwa na mashamba makubwa, mazao mengi yaliyopandwa kwa mistari mirefu. Kulikuwa na vibanda vingine kadhaa, na waliona watu wengi, dhaifu, wachovu, waliovaa nguo zilizochakaa, wakifanya kazi ngumu. Saidi alisema, hawa wote wametekwa kama sisi. Kazi ilianza mara moja. Walilazimishwa kulima kwa mikono, kubeba magunia mazito ya mazao, kuchimba mifereji chini ya jua kali bila kupumzika. Chakula kilikuwa bakuli moja la uji mwepesi mchana na kipande kidogo cha ugali usiku. Mtu yeyote aliyelalamika alipigwa. Siku ya pili, Tito alianguka kwa uchovu. Mlinzi mmoja alimvuta kwa mguu na kumrudisha kazini. Hapa hakuna kuumwa. Neema alianza kupasuka mikono kwa majembe mazito. Damu ilichuruzika, lakini alitakiwa kuendelea na kazi. Hofu ilikuwa kubwa kuliko maumivu. Usiku wa siku ya 3, walikaa kimya ndani ya banda lao. Juma, ambaye alikuwa mtulivu sana tangu mwanzo, alisema kwa sauti ya chini, tukikaa hapa, tutakufa. Hakuna aliyemjibu kwa haraka. Kutoroka haiwezekani, Hamisi alisema. Umeona walinzi? Msitu wenyewe? Amani aliinua kichwa. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. Lakini hakuna namna, tunatakiwa tusiwe wadhaifu.